Mpenzi mtazamaji wa Cinema Review, wiki iliyopita tunakumbuka tukuletea movie ya Blink Twice, ambayo hii movie ilituonesha kidogo maisha ya P Diddy wanasema kwa upande wao, lakini leo tunakuletea The Joker The Fall. Imetumia zaidi ya dola milioni 200 za Kimarekani ikilinganishwa na ile mara kwanza ilikuwa ni dola milioni 50. Kwa kuna bajeti zao zilikuwa ni kubwa, pamoja na setting ya hiyo filamu ambayo ilifanyika New York City. Na kwa nini ilikuwa bajeti kubwa? Tunajua Lady Gaga ni mtu mkubwa, kwa hiyo bajeti kidogo lazima ingeongezeka kwa mara kwanza, na pia hii filamu imechukua usika mkuu wa mahakamani Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo walikuwa wakifundishwa wakifanya, kwa imechukua muda mrefu na investment kubwa ambayo imefanyika. Hii Joker The Fall inakuja kama muendelezo wa kile kilichotokea 2019. Mambo yalikuwaje? Tunajua kwamba The Joker au Arthur Fleck kwa jina la uigizaji, na yeye alikuwa ni mtu wa fantasy, na hii yote ya kukua bulliness pamoja na vitu vingine vilimfanya yeye kuwa The Joker. Na yeye katika maisha yake hakutegemea kuwa The Joker, ila alipenda kuwa mchekeshaji, lakini uweze amini dunia ilimgeuka, wao wakawa wanamcheka yeye. Mambo ya kuwa hivyo. Filamu hii inaanza kutuonesha kwamba huyu The Joker au The Fall akiwa gerezani, akiwa anaendelea maisha kama kawaida, tatizo yake akili, na alikuwa anaamini kwamba huyu The Joker au Arthur Fleck alikuwa sio yeye, bali alikuwa na personality mbili, ambayo ya kwanza alikuwa kama Arthur Fleck, mtu wa kawaida, na ya pili alikuwa kama The Joker ambaye alikuwa anapata uhalifu. Lakini mahakama ilishindwa kumuelewa kwa sababu wanaamini mtu ambaye aliua ni yeye mwenye Arthur Fleck. Na katika wakati za kwenda kumuokoa huyu Arthur Fleck ama The Joker atoke gerezani, wakati yupo gerezani anakutana na huyu msichana mrembo ambaye ni mwanafalsafa ambaye alivutiwa sana na tabia ya The Joker. Hii tabia ilimvutia kwa yeye, alivutiwa na ile personality ya The Joker na sio personality ya Arthur Fleck. Lakini huyu mwanamchezaji wa kike ambaye ameongezea kwenye kipindi hiki sio Harley Quinn kama tulivyokuonesha kwenye zile movies zilizopita kwamba The Joker mpenzi wake alikuwa ni Harley Quinn, lakini sasa hivi yuko Lady Quinn ambaye ni Lady Gaga. Alitumia hii nafasi vizuri kuigiza kama ndio mpenzi ama ndio mwanadada pekee aliyetokea kumkubali The Joker, na tumeona katika huko nje walikuwa wanamfurahia Arthur Fleck kufanya uhalifu wake. Na kwa nini walikuwa wanamfurahia? Walikuwa nadhani serikali ilikuwa iko nyuma ya watu wanyonge, nyuma ya watu ambao ni hawana uwezo, nyuma ya watu wenye kipato cha chini. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona kama wao walikuwa anaona kama Arthur Fleck ndio mtu sahihi wa kuonesha hivyo vitendo, lakini kwa kumpenda jinsi alivyo na bila kugundua kumbe hizo personality zake mbili ndio ilichomfanya huyu Lady Gaga kumpenda Arthur the Fleck. Mambo yanakuwaje sasa? Mambo yanakuwa hivi. Wakati ambapo anaelekea kwenda mahakamani kwa ajili ya kwenda kujitetea, kwa maana imeambiwa kwamba akishindwa kujitetea kwamba yeye ana personality mbili, basi atanyongwa mbele ya hadharani, na ikitokea kama atashinda hiyo kesi, basi ataachiwa huru kwa kuwa ataonekana yeye atakuwa na matatizo ya akili. Mambo hayakuwa hivyo, kwa kuwa The Joker alivutiwa sana na ule mwenendo wa Harley Quinn ambaye anatamani kujua hii kesi itaishia wapi. Lakini mambo yakabadilika. Tunajua huyu The Joker Arthur Fleck alikuwa na mawazo tofauti na wengine, labda kwa sababu alikuwa na matatizo ya akili ama ilikuwaje? Hapana. Na ndipo pale alipoamua kusema ukweli. Hivi mnajua mwaka 2019 ndio niliua watu 5 live kwenye TV, lakini hakuna hata mmoja anayegundua kwamba mimi ndio niliyomuua mama yangu kwa kumkosesha pumzi, nilimwekea mto juu ya kifua chake. Baada kusikiliza kesi upande wa kwanza na kesi upande wa pili, na tunakumbuka kwamba Arthur alimfukuza mwanasheria wake, na ndipo majibu yakaja kwamba Arthur hana matatizo ya akili, yeye aliua kama yeye mwenyewe Arthur Fleck, wala hakuwa na personality mbili. Na ndipo katokea rudi jela kama kawaida kuishi na maisha yake. Sasa hapa mwishoni natuonesha kwamba Arthur Fleck amepata mgeni, hajulikani ni mgeni wapi, lakini yupo katika corridor kwenda kuonana na huyo mgeni. Na ndipo mmoja ya mfungwa ambaye huyu mfungwa alikuwa anapenda harakati za The Joker, anatamani awe kama The Joker lakini hakuweza, alipomuita na kumpa story. Je, unaijua hii story? Hiyo story yenyewe ni kuhusu ya mtu ambaye aliweza kuua lakini bila kufikiria, na ndipo huyo mfungwa mwenzie akamchoma kisu. Na huu ndio mwisho wa Cinema Review, na natumaini utakuwa umeenjoy kuangalia filamu hii na utaifuatilia mwenyewe kiundani zaidi. Mimi ni Onike John Masanyika, na kwaherini wiki nyingine.